Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Jana ilikuwa ni siku ambayo Niffer aliweza kuwashangaza watu wengi sana. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, aliweza kuposti kitu ambacho kiliweza kuwagusa wengi na kujiuliza ni kitu gani ambacho kimeweza kutokea mpaka akaamua kuzungumza vile. Cha kwanza, kama unakumbuka, wakati Niffer akiwa gerezani katika kesi ya uhaini, tunaona aliyekuwa mpenzi wake, huyu jamaa alikuwa ni mtu na nusu. Alikuwa anaonyesha kwa vitendo kwamba anatamani sana kwamba kwa namna moja ama nyingine aweze kumsaidia Niffer ili aweze kuwa katika hali nzuri. Lakini kitu ambacho kimekuja kutokea ni kwamba Niffer ameelezea kwamba sasa hivi asihusishwe na chochote kuhusiana na swala la huyo jamaa na yeye, kwa maana ya kwamba OG pamoja na yeye hawapo katika mahusiano, na kitendo hicho kimeweza kuwafanya watu wengi sana waweze kumvaa katika upande wa comment. Lakini kwa bahati nzuri, kabla hajafanya chochote, kwanza alifunga comment na kuanza kupost hicho kitu. Sasa tunaona peji mbalimbali za udaku zimeweza kupost hicho kitu na kuonyesha ni jinsi gani ambavyo ameweza kuzungumzia kuhusiana na OG pamoja na yeye, na kiukweli watu wameshangazwa sana, na hii inaonyesha kabisa kwamba ni kitu gani ambacho Niffer alikuwa anakitaka, kwa sababu anasema kwamba hataki kujihusisha au kuhusishwa na OG. Kwanza kabisa anaandika kwamba hii nimekuwa nikiliona hili jambo la muda sasa, naomba nitoe ufafanuzi kwa heshima. Kwanza kabisa naomba OG asiitwe OG wa Niffer. Biashara yake inaitwa OG Phones and Accessories. Waliomfahamu au waliwahi kununua bidhaa kwake wanamjua kama yeye, hata kama baadhi walimfahamu kupitia mimi, na nakili hili sijakataa, ila haina maana ya yeye kuharibu nikawekwa mimi ikiwa vitu vyake sijui vitu vyake, na sikuwahi faidika kwa namna yoyote ile zaidi ya pia kuwa stressed kama nyie. Na ukiashirimana hivyo ni kwamba akaendelea akasema chaguo alizofanya yeye mwenyewe hazihusiani na mimi. Yani hataki kabisa kuhusishwa. Akaandika kwamba naamini ni mfanya biashara anayejielewa na atasolve mambo ya biashara yake, ndio maana kwa kipindi hiki kirefu nimekuwa kimya kwa posti kabla hata sijapata matatizo, and so please, yanayoendelea naomba nisihusishwe na jina lake kwa chochote. Sitapenda kueleza zaidi. Kwa kifupi, siko karibu na biashara yake na kitu chake chochote. Naomba sana atafute mwenyewe, sipo tayari kujibu maswali yake. Kwa kama una swali bwana kuhusiana na OG, unamfuata OG, sio Niffer. Na hapa amesema kabisa kwamba hataki kabisa mazoea, yani kuhusiana na swala zima la yeye kuhusishwa na OG. Kiukweli sio sawa, kwa sababu hata kabla hajapata au sio hajapata matatizo kuingia gerezani, ni kwamba alikuwa katika conflict na jamaa. Kwa hiyo watu wafahamu kitu ambacho kinaonekana kuendelea. Sasa basi tunaona watu mbalimbali wakaja kumshambulia Niffer kupitia kwa upande wa comment section, lakini kabla sija kwenye upande wa comment section akaandika pia kupitia chini pale, akaandika nimechukua muda wa kutosha kabla ya kuweka taarifa hii hapa, sio kwa hasira wala kwa maumivu, bali kwa utulivu na uamuzi wa kufunga kurasa kwa heshima. Nimelisema kwa sababu mimi niliyaleta hadharani tangu mwanzo. Kwa sasa nipo kwenye kipindi cha mpito katika maisha yangu na si rahisi hata kidogo. So many things are changing. Allah is taking everything I thought was so precious in my life, and all I can say is alhamdulillah, it's for the best. Kuacha nyuma yale uliozoea si jambo jepesi, lakini kile unachopaswa kufanyika lazima kifanyike. Kwa hiyo anasema hawezi kukufuru lolote ile Allah anapitisha kwenye mikono
namna hiyo. Watu wakaja hapa, mmoja akaandika shukrani ya punda mateke. Alipokuja jela, kijana wa watu alikuwa anahangaika kama kuku anatafuta sehemu ya kutaga, na biashara zake uzitangaza kama mfanya kazi bora. Leo anaanza kumfanyia figisu Niffer. Mungu anayekusimamia wewe ndio huyo atakaye msimamia OG bila ya kupita mikono yako. Sasa Niffer kaandika, nenda kamchukue wewe ili akufanyie na wewe vyote hivyo, umpatie shukrani zako za dhati, au sio bwana? Ungekaa kimya ungekufa Niffer. Ungesema watu wengine hata hawajui chanzo cha sababu kudandia tu. Mwingine akaandika, hamjatangaza kwa baira, ila pia huyu pia hujui nyuma ya kuna nini mpaka kama kusema leo tutosha kusema tusijifanye wajuaji kwenye maisha ya watu ambao hatujawahi kuona face to face. Tunaona hapa Instagram tukaamua kuwakubali. Mwingine sema Niffer, sio kila kitu unakileta huko. Niffer, jifunze kukaa kimya. Kwani unapungukiwa nini? Mwingine akaandika, jamani hili jambo sijui kiundani sana, ila mambo ya ndani hamyajui. Mpaka mtu anaingia kuongea hivyo, kuna mambo yamefika mwisho hayavumiliki. Kulazimisha yatakurudisha zero. Kuna viumbe havibadiliki hata. Na mwaliwa Niffer, mwacheni apumzishe akili. Mwingine akaandika, very sad kwa kweli. Yani mimi kwa upande wangu ni vyema angemtunzia mapungufu yake ama angemstiri. Kaandika, pole mama, ila OG ana vimeo vingi sana. Kama angekuwa na jali angetakiwa avikalie vimeo vyote ili visimchafue na Niffer. Nampenda sana Niffer mno huyo mdogo, ila sometimes ndio wake na maamuzi yake huwa namuona kama mtu mjinga sana na mropokaji. Hii inamkosa sana. Kama hatajirekebisha, hii tabia ujanja wa kutafuta hela anao, ila ujanja wa fikra na maarifa, nini aseme na nini aseme hana kabisa. Hii ni huzuni sana. Ungenyamaza kwa mfano ungekupungukiwa nini? Jifunze kuwa humble, binti heshima yako hakuna mtu ataigusa ukiwa humble. Yani mtu of course mtu ukiwa mpole, ukiwa humble, unafanya vitu vyako smart, ukatumia akili sana, hawezi kupata shida. Mwingine akaja hapa akazungumza akasema kwamba kweli useme tangu day one uhusiano na Niffer ilionekana kabisa litadumu. Ni kweli kwa nje hapa Instagram waliendana sana, ila ukitoka angalia kwa jicho lisilo la ushabiki unaona kuwa mwanamke ana maono makubwa kuliko mwanamke ana maono makubwa kuliko mwanaume, na hapo ndio shida ilipo. Tusidanganye, dada anahitaji mwanaume aliyepevuka zaidi, kwani hawa anawashika mkono wapande wote watamchelewesha tu na ole wake. Msikie mtu anasema OG alisimama naye wakati akigeza. Ni kusimama which kutangaza vipodozi au kuna mtu alimsupport OG kuliko Niffer? Hata robo ya support aliyopewa na Niffer haikufika, au umesahau kuwa tumemfahamu kupitia support kutangaziwa biashara na Niffer, ndoa na mambo mengi, na mara nyingi anajitirisha huruma zaidi, ujue ndio tatizo. Okay. Wanasema watu wana blame Niffer tu, mnajua upande wa pili wa huyo jamaa pengine muache makasiriko. Anyway, comment nyingine nitazisoma wakati mwingine. Dondosha maoni yako, hakikisha na subscribe.